Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Vikosi vya ulinzi vya anga vya Urusi vimedungua ndege zisizo na rubani 105 za Ukraine katika maeneo ya Urusi, wizara ya ulinzi ya Urusi imesema. Hata hivyo, watu wawili tu ndio wameweza kujeruhiwa na baadhi ya majengo ya makazi ya raia na ambayo sio ya raia yameweza kuharibiwa kutokana na shambulio hilo la ndege zisizo na rubani. Wanajeshi wa Urusi wameweza pia kunyakua maeneo kadhaa ya Kiukraini karibu na kijiji cha Verkhnekamenskoye katika Jamhuri ya Watu Donetsk. Katika siku chache zilizopita, mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema mtaalamu huyo alibainisha kuwa kwa ujumla mashariki mwa Seversk katika eneo la DPR kuna mapigano makubwa na mpango wa kupita wakati adui haipunguzi idadi ya mashambulizi. Kulingana na Marochko, wanajeshi wa Ukraine hivi sasa hawana uhaba wa risasi na ndege zisizo na rubani kwenye sehemu hiyo ya mbele. Vikosi vya Urusi vinadhibiti kikamilifu mikoa ya mpakani ya Belgorod na Kursk, huku mashambulizi ya Ukraine yakizuiwa. Naibu mkuu wa idara kuu ya kijeshi siasa ya jeshi la Urusi, kamanda wa kikosi maalum cha Akhmat, Luteni Jenerali Abtelodinov, anasema, nikimnukuu, anasema hali katika mkoa wa Kursk na Belgorod inadhibitiwa. Adui amekuwa akijaribu kushinda mahali hapo kwa muda mrefu, akitumia nguvu nyingi na magari ya kupambana. Hakuna hata mmoja kati haya yanayojulikana kama mashambulio ya kijeshi yaliyofanikiwa na kusababisha hasara kubwa kwa jeshi la Kiukraine. Kwa ujumla, inaweza kusema kuwa eneo la mikoa ya Belgorod na Kursk liko chini ya udhibiti. Vile vile, duru nyingine ya mazungumzo kati ya Urusi na Ukraine huenda ikafanyika mjini Vatican katikati ya mwezi Juni. Gazeti la Wall Street Journal linasema. Kulingana na gazeti hilo, ujumbe wa Marekani pia utakuwepo katika mazungumzo haya. Ujumbe huu utajumuisha waziri wa mambo ya nje na kaimu mshauri wa usalama wa taifa Marco Rubio na mjumbe wa rais wa Ukraine Keith Kellogg. Papa mpya Leo wa 14 alisema mapema kwamba Holy See iko tayari kuendeleza mchakato wa amani nchini Ukraine, ikiwa ni pamoja na kuandaa mazungumzo. Rais wa Marekani Donald Trump alikaribisha mpango huo. Marekani itaamua juu ya hatua zake zinazofuata kuhusu Moscow na Kiev baada ya kusoma mkataba kwamba Urusi inajiandaa kuweka maono ya suluhu nchini Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio anasema wakati wa kusikilizwa kwa kamati ya bunge ya matumizi ya fedha. Anasema Warusi wanapaswa kutoa hati ya makubaliano ya amani kama walivyoita katika siku chache zijazo, ambayo itaelezea kile watakachohitaji kwa usitishaji wa mapigano, ambayo inaweza kusababisha mazungumzo mapana na kisha suluhu ya mwisho. Tutajifunza mengi kutokana na kile kilichomo kwenye hati hiyo ya amani. Ikiwa ni busara, basi nadhani tumepata maendeleo. Ikiwa sivyo, basi nadhani hatuko karibu zaidi hapa, na rais atakuwa na chaguzi kwake. Hebu tuamini ni ya kwanza, sio ya mwisho. Rais pia amekuwa wazi, na tumekuwa wazi kwa upande wa Urusi. Nambari ya kwanza kwamba rais anashikilia mamlaka ya vikwazo ambayo bado hajatumia. Rubio aliendelea kusema kuna jitihada za bunge kuweka vikwazo ambavyo wakati fulani Congress itapoteza uvumilivu wake na kasi ya maendeleo ya mkataba wa amani, na inaweza kuweka vikwazo ambavyo kwa njia fulani vinalemaza zaidi kuliko vile rais angeweza kufanya peke yake. Marekani haikuipatia Ukraine dhamana ya usalama kama sehemu ya mkataba wa madini. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio anasema wakati wa kusikilizwa kwa kamati ya bunge ya mambo ya nje, misaada yetu yote itachambuliwa. Alisema kuhusu usaidizi wa Ukraine, ikiwa tutabaini matumizi mabaya au mienendo inayotuzunguka, basi hakika tutashughulikia. Suala pana zaidi na ndilo unalosema ni kwamba tulitoa msaada wa ajabu kwa Ukraine, lakini vita hivi sasa vinapaswa kufikia kikomo. Hakuna suluhu la kijeshi kwa vita hivi, vinaishia tu katika suluhu la mazungumzo, Rubio alisema. Alipoulizwa kama mkataba wa madini uliotiwa saini kati ya Marekani na Ukraine unatoa dhamana ya usalama, alijibu hakuna dhamana ya kijeshi. Kiev inatokota tangazo la safu ya wajumbe wa kudumu katika mazungumzo na Moscow, huku ikijaribu kuelewa ni nini hasa wafadhili wake wa magharibi wanataka. Wataalamu waliohojiwa na vyombo vya habari wanasema hapo awali chanzo kilicho karibu na mazungumzo haya kilisema kwamba Ukraine ingechagua kikundi tofauti cha mazungumzo kufanya kazi kwenye mkataba wa makubaliano ya amani ya siku zijazo, kwa kuamini kwamba ujuzi wa kisiasa katika ujumbe ulioshiriki kwenye mkutano wa Istanbul haukuwepo. Kulingana na Volodymyr Zarkin, naibu mkurugenzi wa taasisi ya nchi za CIS, kuchelewa kunaonyesha tamaa yake ya mkoa kuonekana kama mshirika sawa, jinsi inavyotaka kuzuia makosa yoyote katika kuchagua wajumbe. Vile vile, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amekataa kumuita rais wa Urusi Vladimir Putin mhalifu wa vita katika kikao cha kamati ya masuala ya kigeni ya baraza la wawakilishi la bunge la Congress. Bunge Bill Keating alijaribu kumfanya Rubio amfuate kwa kumuita mkuu wa jimbo la Urusi mhalifu wa kivita. Rubio ambaye pia ni kaimu msaidizi wa rais wa Marekani kwa ajili ya usalama wa taifa
Alijibu kwa kusema kwamba wakati wa mgogoro wa Ukraine kulikuwa na matukio ambayo yametokea huko, na kwa hakika yanabainisha kuwa uhalifu wa kivita, lakini nia yetu ni kumaliza vita. Hatuwezi kumaliza vita bila kuzungumza na bwana Putin. Mbunge huyo alimkatiza katibu wa jimbo akimtuhumu kukwepa swali hilo na kujipinga mwenyewe. Anasema, ninajaribu kujibu swali lako kwa kukuambia kuwa tunajaribu kumaliza vita. Ninajibu swali lako na jibu ni kwamba uhalifu wa kivita umetendwa bila shaka. Ni nani anayehusika na hilo? Kutakuwa na wakati wa mahali pa uwajibikaji huo, lakini sasa hivi kazi yangu ni kumaliza mzozo. Mbunge huyo alimshutumu tena kwa kukataa kutoa jibu la moja kwa moja. Rubio alipoendelea kueleza msimamo wake alikashifiwa mara kwa mara na kutukanwa na mbunge huyo. Vile ofisi ya Volodymyr Zelensky inapuuza habari kuhusu hasara kubwa ambayo jeshi la Ukraine inapata, ikizingatia tu ripoti chanya kutoka mbele, anasema naibu wa bunge Dmitry Razumkov. Wakati wa kurusha taarifa mbalimbali kwenye channel yao ya YouTube Siasa Zinazofaa, Razumkov aliulizwa, ni lini utazingatia hali mbaya katika brigade ya 56 kikosi cha 23? Mwanasiasa huyo alilalamika kwamba kwa bahati mbaya ofisi ya Zelensky haizingatia habari kama hizo. Jambo la tumepigwa ni maafa na sio tu hutokea katika brigade ya 56. Hali hiyo ni sawa katika sehemu zote za mbele kwenye vitengo vingi. Ni kweli, lakini ndani ya ofisi ya Zelensky ni hadithi tofauti kabisa. Wanafanya vizuri, hakuna matatizo, kila kitu ni sawa na kila kitu ni cha baridi katika ripoti. Kuna watu wa kutosha. Hayo yakiendelea, rais wa Marekani Donald Trump ameweka wazi wakati wa mazungumzo na viongozi wa Ulaya kwamba anaamini Urusi inashinda mzozo wa Ukraine. Bloomberg imeripoti. Kulingana na shirika la habari, Trump alirudia idadi ya hoja za mazungumzo za Kremlin na hivyo kuwafahamisha viongozi wa Ulaya kwamba alikuwa na mwelekeo wa kutambua ukuu wa kijeshi wa Urusi katika mzozo wa Ukraine. Trump alifanya mazungumzo ya simu na viongozi wa nchi kadhaa za Ulaya baada ya kuzungumza na rais wa Urusi Vladimir Putin. Vilevile kansela wa Ujerumani Friedrich Merz Jumatano ameondoa matumaini ya vita nchini Ukraine kumalizika hivi karibuni. Hata hivyo, kansela huyo aligusia jitihada za kidiplomasia akielezea uwezekano wa upatanishi kupitia kiongozi wa kanisa Katoliki ulimwenguni Papa Leo, akimtaja kama mwenye mamlaka ya mwisho ya kidunia. Amesema inawezekana kukawa na matumaini kwamba angalau pande zinazozozana zinaweza kukutanishwa kwa ajili ya majadiliano yenye kujenga huko Vatican, na kwa upande mwingine akisisitiza umuhimu wa Ujerumani kujitoa zaidi kusaidia juhudi za amani. Matamshi yake yanafuatia mazungumzo ya simu na Rais Donald Trump wa Marekani na Vladimir Putin wa Urusi. Shukran kwa Baba Ukivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.